Waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa kwanza. Tutaangalia kuanzia mstari 17, lakini nitachukua mstari mmoja mmoja hivi. Waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa kwanza mstari wa 17, neno lasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa hiyo inaonyesha habari ya msalaba wa Kristo ikiwa imepewa kipaumbele kuliko namna zozote, huduma nyingine ambazo ziko ndani ya kanisa. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu hapa anasema hata huduma ya kubatizwa yeye hakupewa, lakini amepewa kwamba ahubiri injili ya msalaba wa Kristo. Kwa sababu mstari wa 18 anasema, kwa sababu neno la msalaba, kwa lugha nyingine injili ya msalaba au mahubiri ya msalaba au mafundisho ya msalaba, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tayari tunaanza kuona kwamba neno la msalaba ni nguvu ya Mungu. Injili ya msalaba ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea habari za nguvu za Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Biblia inasema injili ya msalaba, fundisho la msalaba, ufunuo wa hekima ya Mungu katika msalaba ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Tukiendelea kidogo, anasema mstari wa 21, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Ni neno hili linalohubiriwa ambalo linaonekana ni upuuzi? Ni neno la msalaba. Ni siri ambayo Mungu alikuwa nayo moyoni mwake kabla hajaanza kuumba. Na baada ya kuanza kuumba, Mungu hakumjulisha mtu yote siri hiyo. Hiyo siri ni mpango mzima ambao uliumbika ndani ya moyo wa Mungu. Ni mpango mzima ambao Mungu aliuumba, uliumbika ndani ya moyo wa Mungu. Hatujui uliumbika miaka mingapi kabla, kwa sababu hata wakati huo kulikuwa hakuna kuhesabu miaka. Kuhesabu miaka kulikuja baada ya Mungu kuanza kuumba uumbaji huu unaoonekana. Lakini Mungu anapokuja kuanza kuumba, anaumba kwa kuandama kusudi aliloliweka moyoni mwake, na hilo kusudi ndilo ambalo Biblia hapa inaliita siri ambayo Mungu aliweka katika moyo wake. Haleluya. Kuna siku tupata neema tutaandaa somo moja tu la kuongea habari za siri ya Mungu. Lakini hapa nimegusia tujue kwamba Mungu kabla ya kuja kuumba alikuwa na kusudi ndani. Mungu ni mkuu mno. Ni Mungu anayeona mambo kwa upeo. Ni Mungu ambaye anaona kule mwisho wa anachotaka kufanya anapoanza huku mwanzo. Kwa nini? Mungu hafanyi kitu chochote kama hana ujumla wake ndani yake. Haleluya. Unajua sisi tunaweza tukaanza nyumba. Na miwa inanipata mara kwa mara kwa sababu nimehusika sana na mambo ya kujenga. Unaanza nyumba, mnachimba, mnajenga, ili mnapanda mnasema sasa unajua tukienda hivi hapa pakikosekana dirisha kabisa, hivi hapa patakuaje? Ngana fundi eti mnasemaje? Mnajadiliana mzee, tutoboe dirisha hapa. Tunatoboa dirisha. Tunaendelea, tunakuja kusema mlango tumeweka hapa, sasa watu wote wakipita hapa wanapita tena. Mnaonaje tungeufunga huu? Wanasema huu mlango ni wa kufunga, tunaufunga. Kwa tunaendelea
Mpaka wakati mwingine unakuja kubomoa vitu vingine vya kubomoa. Kuna maeneo mengine unakuja kusema hiki kilikaje hapa? Hapa unapitaje? Mpaka tukasema tubomoe. Hata hapa nakoishi nimepata changamoto kubwa ambayo wanaijua wachache. Nilijenga, nikaenda, nikaweka hiki, nikageuza mabanda ya kuku kuwa nyumba, tukaenda. Sasa baadaye nikajikuta nimejifungia ndani. Sasa mtu ili kuja kwa mchungaji lazima kwanza upite kwa nanzengo wengine pale. Alafu kwa mfano leo nimekuta mtu mwingine kapaki gari mpaka limefunga na ile njia, kaacha uchochoro, nikapita hapo kwa kujibana mpaka nikatoka. Sasa lakini kwa nini ikawa vile? Ndio wanadamu tunavyofanya. Sikuwa na ramani kamili timilifu kuanzia kabla sijaanza ujenzi mpaka kukamilisha kwamba nina ratiba yote, sikuwa nayo. Unaenda kwa kujiongeza. Nasema sasa hivi nikasema hebu sasa nifanye juu chini namna kupata angalau geti la mchungaji tu na mageti ya hawa baji. Nikakuta nimebanwa huko ni kiwanja cha mwingine, huko nikabanwa, niko namna hii. Mpaka sasa wazo likaja, mchungaji labda waze tu kuhama hapa. Lakini hiyo lisinge kuja kama ningekuwa na ramani iliyo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa Mungu hayupo hivyo. Mungu hakutulizi. Kuna neno tunalosema amekutuliza eti. Tunalikumbuka ile neno amekutuliza. Ili kukutuliza nini? Isije kana aelewa tofauti na nyinyi mnavyoelewa. Si kitu kumtokea mtu hakuwa anajua. Amekutulizwa. Sasa Mungu hakutulizi. Haleluya. Kwa hiyo ukiona tukio limetokea katika mtiririko, hata tunaposema kwamba Adam akaelekezwa na Mungu cha kufanya, baadaye nyoka akamdanganya, baadaye Adam akadanganywa wakala lile tunda, walipokula tunda walilokatazwa, tayari uharibifu katokea, wakafukuzwa kwenye bustani. Sisi tunasema Mungu hapa amekutuliza, sasa inabidi afanye utaratibu. Mungu hakukutulizwa. Haleluya. Mungu anayejua mwanzo mpaka mwisho alijua pia kutakuwa na anguko, kutakuwa na namna ambavyo ni kama mtu unavyotengeneza gari yako. Tuchukulie umeweza kutengeneza gari. Ukatengeneza gari yako, ukaifanya majaribio ikawa kamili. Hivyo uliotengeneza gari, kwa kuangalia ulivyolitengeneza, unakuwa huna ufahamu fulani kwamba hii gari katika kutembea kwake kuna uwezekano kifaa hichi kikakatika. Sio unakuwa unajua? Sio unajua pia kuna uwezekano gari lingine ikatoka huko ikaligonga. Yaani kuna vitu vingi unakuwa unaviona. Kwa sababu sasa Mungu katika upana wake plani yake nzima aliyokuwa kabla ya kuanza kuumba, kabla hajaanza kuumba, ilikuwa imejitosheleza. Uumbaji ukaeje? Uumbaji ikitokea dosari kwenye uumbaji ni nini kifanyike? Vyote akaviweka na vyote vikafanyika na vyote vikao ndani ya ule mpango na vyote vikao ndani ya lile kusudi. Alafu akaja akaanza tofali la kwanza kuanza kuumba. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Kwa mfano nitagusia mawili ambayo yalikuwa ndani ya moyo wa Mungu kabla hajaanza kuumba. La kwanza, hebu tuende kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango ni wa kwanza. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza unasema hivi. Tumefika Naanza mstari wa kwanza. Tumefika Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mungu kabla ya kuumba alishaweka katika utaratibu wake kwamba vitu vyote atakavyoviumba vitaumbwa kwa njia ya mwanae ambaye tunamfahamu Yesu Kristo. Alikusudia kwamba ataumba
na vitu atakavyoviumba vyote anavyo moyoni mwake. Lakini Mungu akakusudia kwamba uumbaji wote utafanywa na mwana wa Mungu ambaye ni Kristo. Hesabu mlango wa 21. Nitasema maneno mawili matatu ya utangulizi afu ndio tutasoma. Kwa hiyo naomba mnisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Na kama ambavyo tumepita kwenye Biblia, kulikuwa na mazingira mbalimbali ya kutokumwamini Mungu. Ya kutokumtumainia Mungu. Ya kuwa na mashaka na ile hekima ya kuokoa kutoka nchi ya Misri. Kwa hiyo mara nyingi sana walikuwa wanashindwa kumwamini Mungu, wanamlaumu Mungu kwa kutumia Musa. Mara sehemu nyingine wanasema umetutoa kule tuje makaburi yetu yakae jangwani, afadhali tungefia kule. Kwa hiyo walimkasirisha Mungu mara nyingi kwa sababu ya ile tatizo. Na hapa ni mahali pengine pa muhimu ambapo walimnungunikia Mungu kwa kukosa kumwamini. Hawakumwamini Mungu, kwa hiyo wakamnungunikia na kumlaumu na wakamkosea, wakamtendea dhambi ya kumkosea. Na Mungu akaruhusu nyoka wa moto, manake nyoka wa sumu. Nyoka wa sumu wakawa na wagonga, wakiwagonga wanakufa. Tutakuja kuona hao nyoka wa sumu walikuwa ni mfano wa nini, na tutaona mengine yaliyoendelea hapa. Kwa hiyo baada ya hapo ngoja tusome kidogo hapa mstari wa 4, naanzia wa 4 pale. Wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya nchi ya ile. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa nini Mungu alikasirika. Moja, wanamlaumu Mungu kuwatoa kwenye utumwa. Wanamlaumu Mungu kuwaingiza kwenye wokovu. Wanakejeli kile chakula cha kwenye wokovu kwamba ni dhaifu. Wanamnungunikia Mungu na Musa. Piga picha ya kwamba tuko ndani ya wokovu, ndani ya Kristo, lakini tunamnungunikia. Angalia sasa kwenye wokovu hatuwezi hata kujipamba inavyotakiwa. Angalia kule duniani tulivyokuwa tunajipamba kwa kujiachia. Angalia tulivyokuwa tunakula na kunywa na kusherehekea kule kwa uhuru kwa kujiachia. Angalia kwenye wokovu tunabanwa mpaka na kufunga, mpaka na kule tukao tuna haja ya kufunga. Yaani una malalamiko yanayosababisha na kwamba moyo wako bado umeshikamanishwa wapi? Misri. Sasa hiki chakula kilikuwa ni chakula cha maana. Biblia inasema kilikuwa kinatoka mbinguni. Ni Mungu anayejua miili aliyoiumba kwamba inahitaji chakula gani iwe hai, inahitaji chakula gani iwe na afya. Alileta hicho chakula. Kwa hiyo Mungu hawezi kumzidi daktari kwa kusema hiki chakula ni mlo kamili au sio mlo kamili. Mungu ametupa tule, maana yake ni mlo namna gani? Kamili. Waliula miaka 40 waliokuwa jangwani. Mstari wa 6. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe
utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Mstari wa 8. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Mungu akiwa ameruhusu hukumu ya nyoka kuangata na wanakufa. Wakatubu, wakageuka kwa toba, wakamrudia Mungu. Sasa Mungu akamueleza hekima ya kufanya. Hapa ndipo kivuli kinapopatikana cha msalaba na hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ya msalaba. Hekima ya Mungu ikasema, weka msalaba pale, weka mti pale, tengeneza nyoka anayefanana na Hawa lakini wa shaba, mweke pale. Na kila mtu akigongwa, kama hataki kufa, aiangalie nyoka ya shaba popote aliko. Akigongwa na hataki kuamini upuuzi wangu, haleluya, hebu piga picha ya hili neno linaloonekana kama la kipuuzi. Nyoka amemgonga mtu, unaambiwa kuna mti huko pale ametundikwa hapo nyoka la shaba, ni sanamu ya nyoka ya shaba. Unaambiwa geuka tu muangalie. Ukimwangalia, hii sumu iliyoko ndani yako eti iliyoingizwa na nyoka itakuwa haina nguvu tena. Hakuwa haitakudhuru, hautakufa. Hilo kwa hekima ya wanadamu si neno la upuuzi hilo. Si neno la upuuzi jamani. Kwa hiyo ukigongwa una hiari kusema mimi upuuzi wa namna hiyo siendeni nao. Yaani mimi ni gongwe, mimi naumwa hapa mguu, alafu eti ni hangaiki naenda kutafuta nyoka, yule mti wa shaba uko wapi ni uangalie. Bwana, mimi nafikiri unahangaika, unajitibu, unapambana, unafanya nini mpaka baadaye mtu anafanya nini? Anakufa. Kwa sababu ni jambo la imani, kwa hekima Mungu aliyoichagua. Mwingine anagongwa anasema kama nikufa nikijiachia na kufa, lakini mimi namwamini Mungu na hili alilosema. Anaangalia ile nyoka ya shaba kwenye mti, anapona, anakuwa salama. Haleluya. Hiyo ndio hekima ya nani? Ya Mungu. Sasa ni nini ambacho kilikuwa hapa? Hebu ngoja kwanza kabla nikupeleke kwenye Agano Jipya, Yohana mlango wa 3, tuone Yesu akithibitisha hiki kivuli. Yohana mtakatifu mlango wa 3. Yesu anathibitisha hiki kivuli cha hekima ya msalaba. Tumefika Yohana mlango wa 3, mstari wa 12 wa 13. Unasema hivi, 12 anasema hivi, ni Yesu anaongea maneno haya: ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Sasa mstari wa 14, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, go. 15, go. Haleluya. Kwa hiyo ukiangalia Biblia, niache hapo. Kwa hiyo ukifuata kule Hesabu tulikosoma, aliposema kila atakayegonga
akimtazama yule nyoka wa shaba atapona. Lile neno akimtazama ni kumtazama sio kwa macho peke yake, ni kumtazama kwa jicho la imani, ni kumtazama kwa kuamini neno Mungu alilolisema. Na hapa anasema ili kila mtu aamini, kila mtu amtazamaye kwa imani aweze kupona. Kwa hiyo Yesu hapa anaweka wazi kwamba mwana wa Adamu atainuliwa juu ya nini? Si tumesoma hapa? Anasema na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa lugha nyingine, mwana wa Adamu anaenda kuinuliwa juu ya nini? Ya mti. Kwa mfano wa nyoka yule wa shaba alivyoinuliwa juu ya nini? Ya mti. Na kama mwana wa Mungu aliinuliwa juu ya mti, huo mti ni mti gani? Msalaba. Tumaadhimishe Kristo. Haleluya. Sasa hebu turudi kidogo kwenye huu mfano, kwenye hiki kivuli. Wale walikuwa wanang'atwa na nyoka. Nyoka yule alikuwa ni kivuli cha shetani. Kwa sababu nyoka yule ndiye kivuli cha shetani kilichowatembelea wapi? Pale Eden. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyoka ile alikuwa ni kivuli cha shetani. Na ile sumu ya nyoka ni dhambi iliyoingia kwa mwanadamu baada ya kivuli cha shetani pale Eden kuwadanganya wakala ile tunda. Biblia inasema kwa njia ya ule uasi dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Tunafahamu hiyo Biblia inasema kwa anguko la Adamu dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Na kwa dhambi hiyo mauti. Tuko pamoja Kwa hiyo nyoka alimdanganya Adamu akaanguka. Na baada ya kuanguka sumu ya nyoka yule ikaingia ndani ya Adamu. Na ile sumu ni dhambi. Tuko pamoja Tuko pamoja kanisa la Mungu. Sasa hao watu wanang'atwa na nyoka ambaye ana sumu. Lakini ile nyoka ni kivuli cha shetani na ile sumu ni dhambi ya uasi, ni dhambi ambayo inaleta mauti. Sasa Mungu anasema nyanyua nyoka ya kivuli ya shaba. Shaba kwenye Biblia inawakilisha pia hukumu. Hiyo tutakuja kupata nafasi mbele ya safari sana wakati tunaangalia lile sanduku la agano na ile ibada ya agano la kale ilivyokuwa inafanyika, alivyokuwa anatengeneza labda lile sanduku la agano, alivyokuwa anatengeneza lile eneo la kutolea kafara na kuchinjia wanyama wa dhabihu za kuteketeza. Mengine alikuwa anafunika kwa shaba, alikuwa anaamuru yafunikwe kwa shaba, mengine kwa dhahabu. Yote hivyo vina maana yake, lakini shaba ilikuwa inawakilisha hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Kwa hiyo yule nyoka hakusema atengenezwe na chuma kingine, alitengenezwa kwa shaba kuwakilisha hukumu. Hukumu ya nani? Ya yule aliyekuwa anawang'ata kwenye miguu. Hukumu ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo nyoka nani? Ni shetani. Kwa hiyo Mungu alikuwa anasema kwamba nyoka atahukumiwa kwenye msalaba. Amen. Na ili kazi ya msalaba ifanyike, Yesu anaenda kutundikwa pale kwenye ule msalaba. Lakini Yesu kama yule nyoka wa shaba, niulize swali, nisijui kama tutaachana njia panda, lakini twende polepole. Yule nyoka wa shaba wa kwenye mti alikuwa na sumu. Alikuwa na sumu kwa sababu alikuwa ni shaba, alikuwa ni sanamu tu ya shaba. Si ndio jamani? Hakuwa ameinuliwa pale, ni mfano wa nyoka kuonyesha kwamba shetani atahukumiwa, lakini hana sumu kuonyesha kwamba
ile hukumu Mungu atakayotumia yule atakayenyanyuliwa pale kiuhalisia sasa. Kwa sababu Yesu anasema yeye ndiye atakayenyanyuliwa pale, si ndio Yesu alikuwa na dhambi. Kwa hiyo Yesu hana hiyo sumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alinyanyuliwa sanamu isiyo na sumu, ile inayoua watu. Lakini ikiangaliwa wale walio sumu wanapona. Kwa hiyo Yesu alinyanyuliwa kwenye ule mti wa msalaba, hana sumu ya dhambi ndani. Lakini wenye sumu iliyotokana na yule nyoka, wakimtazama Yesu wanafanya nini? Wanapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuhakikishia kabisa ile sumu ni dhambi. Kwa mfano ukiangalia waraka wa kwanza wa Korinto, hebu twende haraka hapo. Waraka wa kwanza wa Korinto, mlango wa 15. Waraka wa kwanza wa Korinto, mlango wa 15. Mstari wa 55 anasema, kuko wapi ewe mauti kushinda kwako? Uko wapi ewe mauti uchungu wako? Mstari wa 56, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3 go. Uchungu wa mauti ni nini? Kwa hiyo lile neno uchungu pale ni neno sumu. Kwa hiyo sumu ya mauti ni nini? Ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ni sumu, ndio tunaipata hapa. Sumu inayofanya kazi gani? Inayoua. Kama vile ambavyo sumu ya nyoka inaua, sumu ambayo ni dhambi inafanya nini? Inaua. Na hata hivyo Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Kwa lugha nyingine, mshahara wa sumu ni nini? Ni mauti. Kwa lugha nyingine kibiblia, dhambi unaweza kuita ni sumu iliyotoka kwa shetani kwa ajili ya kuua, kwa ajili ya kuharibu. Biblia inatuambia wazi kabisa, mauti haina nguvu kama hiyo sumu haijapewa nafasi ya kufanya kazi. Haleluya. Na tunaambiwa hiyo sumu inapata nguvu kutoka kwenye Torati, kwenye sheria. Nayo ni somo lingine. Kwa hiyo hapa tumeona msalaba, kivuli chake kutokea kule, kwamba kumbe ule msalaba wa Kristo, mojawapo ya kazi yake ilikuwa ni kumhukumu shetani. Haleluya. Ilikuwa ni kumhukumu nini? Shetani. Tutaliongelea hilo katika mambo yale ya msalaba, mauti jumuishi. Tutaongea habari za hukumu ya shetani. Lakini hapa tayari tumeshaona, nitaka kujenga hoja hapa kwamba hili jambo ni maono Mungu alitoka nayo mbali, akaanza kulifunua hatua kwa hatua. Ndio maana kwa nini na tunaanzia mbali namna hii. Ninatamani kukuhamasisha uone uthamani wa neno la msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kanisa lihamasike, lielewe kwa ufunuo wa kimungu neno la msalaba na uthamani wake, na kukubali kutembea na neno la msalaba wa Kristo katika ufunuo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno la msalaba au mauti jumuishi ya msalaba imefunuliwa pia, ni kipengele cha pili hicho kwenye utangulizi bado. Imefunuliwa pia kwa ubatizo
wa mauti ya Kristo. Inaitwa ubatizo wa mauti ya Kristo. Ubatizo, ili neno hiki kifo jumuishi cha msalaba, pia kinaitwa ni ubatizo wa mauti ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na lenyewe tutaliona lilikuja kama kivuli pia, halafu Kristo akalidhibitika likawa wazi. Tutaenda kumalizia hapo leo kwa neema ya Mungu. Hebu tuje tuangalie ubatizo wa mauti ya Kristo, kwa sababu haya mawili yanaongelea mauti ya msalaba. Tunaposikia ubatizo wa mauti ya Kristo, kwa sababu tunapoongelea neno la msalaba, kuna mambo mawili yako pale: kusurubishwa mpaka kufa, lakini ubatizo wa mauti ya Kristo. Hebu tuangalie Marko mlango wa kwanza. Marko mlango wa kwanza. Injili kwa Marko. Injili ya Marko mlango wa kwanza. Hebu ngoja nisome kuanzia mstari wa kwanza. Haleluya. Tumefika Bwana Yesu asifiwe. Tumefika. Neno linasema, mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya: tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la wokovu, ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Yudea na Yerusalemu, wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakizungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa na ngamia na mshipi na ngozi kiunoni mwake, akala nzige asali ya mwituni. Akahubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome na Mathayo, afu tutajumlisha. Mathayo 3:15. Mathayo mtakatifu. Mathayo mlango wa 3 mstari wa 15. Mstari wa 13 nasema, nianzie juu kidogo. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana, ili afanye nini? Abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Ndipo akakubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yohana Mbatizaji alikuwa ni nabii, na alikuwa ni nabii wa mwisho wa Agano Jipya. Hakuandika kitabu, lakini alitumwa kama nabii kwa kusudi moja kubwa, kwa ajili ya kuandaa njia ya Mwokozi. Na katika kutumwa kwake, kwa sababu Biblia inasema sehemu nyingine alitoka mtu kwa Mungu, akiwa na maana ya Yohana Mbatizaji. Alipotumwa, alitumwa kubatiza ubatizo wa toba, ubatizo wa maji, ubatizo wa toba. Na huu batizo
alitumwa ubatizo wa kuwazamisha watu kwenye maji kama ubatizo wa toba. Anaposema ubatizo wa toba, ana maana ubatizo wa kugeuza mwelekeo, kugeuza fikra, kugeuzwa kimaisha, ukubali kuona anachokionyesha Mungu na ukubali sasa kwenda nacho kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ubatizo wa kubatiza kwenye maji kwa kuzamisha, kwa sababu alikuwa anabatizia mto Jordan, ulikuwa ni ubatizo wa kwanza kufanyika katika taifa la Yahudi. Walikuwa na njia mbalimbali za kutawaza, wanatawaza miguu, wanatawaza mikono, wanafanya nini, lakini huu ubatizo wa kuzamisha kwenye maji uliitwa ni ubatizo wa Yohana. Ndio maana watu mpaka leo wengine wakajiita kwamba wao ni wa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo wanasema sisi tunabatiza kwa ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Aliuleta ule ubatizo kama kivuli cha Bwana ambaye atakuja abatizwe ubatizo wa mauti. Kivuli cha Kristo ambaye angekuja abatizwe ubatizo wa mauti ambayo Mungu alishaukusudia tokea mwanzo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo anapokuja, Biblia inasema Yesu alisema sikuja kutangua nini? Torati, lakini nilikuja kuikamilisha yote mpaka Yodi. Tuko pamoja eh? Kwa lugha nyingine, alikuja kuishia kila kipengele alichoagiza Mungu pasipo kutimiza haki yote ya Torati, haki yote alichoagiza Mungu. Ndio maana hapa kwenye Mathayo tumesoma hapa, alienda kwa Yohana ili naye abatizwe. Kwa nini alikuwa anabatizwa? Ni kwa sababu maelekezo na amri ya ubatizo wa Yohana alikuwa anafanya Yohana yalitoka kwa nani? Yalitoka kwa Mungu. Na Yesu amekuja anamtii Mungu kwa kila hatua. Adamu wa kwanza alishindwa kumtii Mungu. Adamu wa pili, Yesu Kristo, alimtii Mungu kwa kila hatua. Kwa alikuja akijua Mungu ameshaelekeza ubatizo wa toba ufanyike. Kwa Mungu ukiwa ni kivuli cha ubatizo wa kweli ambao utafanywa na Yesu Kristo. Na Yesu alipoingia akaenda kwa Yohana ili naye abatizwe kwa kumtii Mungu. Na ndio maana Yohana anapotaka kumzuia, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote, ndivyo itupasavyo kutimiza kila agizo aliloagiza nani? Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukija baada ya Yesu Kristo kulithibitisha kwa kulipokea, hebu tuone sasa Mungu anasemaje juu ya ubatizo wa Kristo. Tutasoma mistari michache alafu nitaenda kuhitimishia hapo. Hebu Yohana, Marko, turudi Marko, twende Marko 10. Tuone huu batizo ulikuwa unaongelewa hapa ukoje, una sura gani? Sisi tuliona ukiwa ni ubatizo wa maji, kumbe ni kivuli cha ubatizo halisi ambao utafanyika. Tumefika Marko 10. Marko 10. Hebu tufike hapa. Kuna wana wawili wa Zebedayo walikuwa na issue ya ile tunasema ujanja kuwahi. Inawezekana ulikuwa ni mfano huo. Mstari wa 35 unasema hivi: na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Angalia, wanaanza kwa kumfunga kamba.
akubali kwanza lolote watakaloomba, atafanya nini? Achukubali wapenyeze. 36 akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi mkono wako wa kulia na mmoja mkono wako wa nini? Wa kushoto katika utukufu wako. Yesu anakaribia kwenda msalabani, ameshawaeleza, ameshawapa wanafunzi hilo somo kwa muda mrefu. Wao ni kama wameshaanza kuelewa kwamba baada ya Yesu kusulubiwa akafufuka, ameshawaeleza kwamba ataingia katika utukufu, ataingia katika ufalme wa Baba. Wakaona tuwahi na sisi kuomba nafasi. Wewe Bwana utakaa kulia. Mwingine akasema wewe ukae, mimi nitakaa kulia au utakaa kushoto. Inawezekana walibishana mpaka wakafikia mwafaka. Okay, mimi ni mkubwa, wewe unataka kubishana mkubwa, okay sawa. Mimi nakubali nitakaa kulia, wewe kushoto, twende sasa kwa Bwana mkubwa. Wakafika hapa naanza kumpanga. Bwana tunaomba lolote tutakaloomba utupatie. Wanamweka kingi. Achukubali ndio nitafanya lote, wanapenyezea hili. Lakini yeye akajua mioyo yao, akamwambia kwani mnataka niwafanyie nini? Wakaeleza hili ombi lao. Sasa tusikilize Yesu anavyowauliza mstari wa 38. Yesu akawaambia, hamjui mnalofanya nini? Hamjui mnaloliomba? Mnaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi? Au hebu wote tumalizie pale. 1 2 3 go. Mwaweza kunywea kikombe nikinyweacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Kwa lugha nyingine Yesu anawaambia kuna ubatizo nimewekewa na Baba, kuna kikombe nimewekewa na Baba, kiko mbele yangu. Sasa nyie mnataka nikiingia kwenye ule ufalme wa utukufu, nikiingia utukufuni, nyie mkae kulia na kushoto. Sasa ili muingie mfike kule utukufuni, kuna ubatizo nitabatizwa. Yaani hamna shortcut. Kuna ubatizo nitabatizwa. Ubatizo wa mauti ya msalaba. Je, nyie mnaweza kubatizwa? Na ujue mtu ukiruhusu nafsi isukumwe na tamaa, unaweza kutamka hata vitu ambavyo viko nje ya ufahamu. Kwa sababu angalia Yesu alipowauliza hivyo, angalia mstari wa 39. Wakamwambia twaweza. Kubatizwa tu eti kikombe cha Baba na kubatizwa ubatizo wako twaweza sisi. Yaani kana kwamba wanataka kuona kwamba unajua ametuuliza swali hili, kama tutaweza atatupatia hiyo nafasi. Eti tuseme hatuwezi tuikose? Tunaweza Bwana. Hiyo tunaweza. Sasa usikilize. Yesu akamwambia, kikombe nikinyweacho mimi mtakinywea. Haleluya. Na ubatizo nibatizwao mimi mtafanya nini? Mtabatizwa. Hebu tumadhimishe Yesu. Haleluya. Kwa lugha nyingine anasema, huu wito niliopewa na Baba wa kubatizwa katika mauti, ni kama mmepata ka ufunuo na nyie mtabatizwa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipobatizwa pale msalabani, wote tulifanya nini? Tulibatizwa pale. Kwa hiyo kwa kiufunuo na wao watabatizwa. Lakini akasema, lakini kuhusu kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto, si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hebu tumwadhimishe Mungu wa milele. Haleluya. Unajua huyu Mungu wa ajabu. Unajua Mungu kabla hajaanza kuumba, si tunaambia hapo mwanzo Mungu alifanya mbingu na nchi, si ndio? Kabla hajaanza kuumba chochote, alishapanga kabisa mkono wa kuume wa Kristo ataketi nani, mkono wa kushoto wa Kristo ataketi nani. Aliamua huko hata kabla hajaanza uumbaji. Swali linakuja, ni wewe? Kwa sababu kama Mungu ameshaamua ni wewe, hamna wa kuondoa, hakuna wa kupangua. Haleluya.
Kwa hiyo nitaka tuone kwamba ubatizo ni ufunuo wa mauti ya msalaba, na Mungu alileta kama kivuli kwa kumleta mtumishi wake Yohana Mbatizaji. Yesu akabatizwa kama kivuli. Kwa wakati Yesu anabatizwa, alikuwa anabatizwa kama kivuli cha ubatizo halisi ambao utakuja kuubatizwa, lakini kwa kumwamini Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione, twende hapo mbele kidogo, mlango wa 14, Yohana 14. Yohana, Marko 14, mstari wa 30 ngapi hapa? Mstari wa 36 tunataka tuone hiki kikombe alichokiongelewa na ubatizo aliosema vikiendelea kufafanuliwa vizuri. Mstari wa 35 anasema akaendelea mbele kidogo, hapa ni pale mlima wa Mzeituni alikokuwa ameenda kuomba. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. 36, hebu tusome wote 36. 1 2 3 go. Haleluya. Yuko pale anaanza kuugua moyoni kwa sababu ni saa ya kwenda msalabani. Anahitaji nguvu ya kuvuka ile msalabani. Angalia anachomuomba Baba. Anamuomba Baba, wewe kwanza unaweza mambo yote. Na ombi langu kwako, ikiwezekana amondolee kitu gani? Amondolee kitu gani kanisa? Na pale tunaona akiongea na wale wanafunzi akiwaambia, kikombe nitakachokinywa mnaanza kukinywea, batizo nitakaobatizwa mnaanza kubatizwa. Tuliona Kwa hapa tunapata picha, kikombe anachokiongelea Yesu ni kikombe gani? Sio mateso. Kikombe anachokiongelea Yesu hapa ni nini? Si yuko anaomba kabla ya kwenda msalabani. Kwa kikombe anachokiongelea hapa ni nini? Ni mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua Yesu kuteswa, alikuwa anateswa toka ameanza huduma, alikuwa anateswa. Anateswa mara anaomba. Hatusemi ukweli tukisema wewe ni una pepo. Tena wewe unakula na wenye dhambi. Alikuwa anamtesa kwa mambo mengi sana roho yake. Lakini kama mateso yasingeleta mauti ya msalaba, yasingefanya kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo toka wapi? Mwanzo. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Hebu tumalizie mistari miwili alafu nitahitimisha kwa leo. Luka 12. Luka 12 mstari wa 49 anasema, nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Hebu mstari wa 50 tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Haleluya. Ni ubatizo gani huu ambao Yesu anajua anapaswa kubatizwa na anadhiki akiwa anaendelea kuongoja mpaka ubatizo utimizwe? Ni ubatizo gani? Ni ubatizo gani? Mauti ya msalaba. Kwa sababu ndicho ambacho alikuwa anaomba pale
sema kikombe nacho nyoya mnaanza kukinyoya, akaunganisha ubatizo na ubatizo mnaanza kubatizwa. Aliunganisha vitu vingapi? Viwili, kikombe na nini. Alafu hapa wakati anaomba pale Getsemani, ndio pale mlima Mzeituni, akaomba mara 3 akisema, Baba ikiwezekana kikombe hiki kifanye nini? Kiniepuke. Maana yake ukiwezekana ubatizo huu nao paswa kubatizwa kwao ufanye nini? Niepuke. Kwa hiyo ubatizo wa mauti ya Kristo ni mauti ya msalaba. Kwa hiyo tunaona vyote vikilengwa pale mauti ya msalaba. Neno la msalaba ni kitu kikubwa sana katika uumbaji wa Mungu na katika mpango mzima wa mapenzi na makusudi ya Mungu. Neno la msalaba liko katikati ya mapenzi ya Mungu na utendakazi wa Mungu. Neno la msalaba wa Kristo liko katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoona sasa, nimalizie na Warumi 6 pale, neno ambalo huwa tunalisoma mara nyingi kidogo. Warumi mlango wa 6. Warumi mlango wa 6. Tumefika. Mstari wa kwanza anasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sasa naomba mstari wa 3 tusome kwa pamoja. Tusome kwa kumaanisha, ni mstari wa mwisho tunaenda kusoma jioni, naamini. 1 2 3 go. Kwa hiyo kumbe ule ubatizo wa mauti ya Kristo ambayo amekuja kwa ajili ya kuja kuufanya, Biblia inatuambia na sisi tulibatizwa katika mauti hiyo. Kwa hiyo huu ubatizo wa mauti ya Kristo ni mauti ya msalabani. Ni mauti ya msalabani. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaenda kuona hii mauti ya msalabani ambayo ilionyeshwa kwa kivuli kutoka kwenye nyoka ya shaba iliyoona kule, ambayo ilionyeshwa kwa kivuli kwa Yohana Mbatizaji kuja akaanza kubatiza kwa maji, na Yesu Kristo akaja kuthibitisha kwa kubatizwa. Baadaye Yesu Kristo anasema amewekewa ubatizo anaotakiwa kubatiza, akiwa na maana ya mauti ya msalaba. Kwa nini ina thamani kubwa namna hii? Kwa nini ni kuu namna hii? Kwa nini Ukristo usio na neno la msalaba ni Ukristo ambao hauna nguvu? Ni Ukristo ambao unaweza ukaitwa ni Ukristo mfu, kwa sababu hauzai watoto wa Mungu, unazaa wafuasi wa dini. Ukihubiri injili yoyote isiyo na neno la msalaba kwa hekima ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, maana yake msalaba wa Kristo umebatilika. Na kama umebatilika, utakaowapata pale ni wafuasi wa dini, kama ambavyo dini yote ingeweza ikapita inahubiri dini yao na watu wakaamini wakaenda. Kuna neema fulani utazipata, lakini hutapata watu waliopita kwenye mauti ya msalaba wakatokea upande wa pili. Hutapata watu waliobatizwa kwa mauti ya msalaba wakafufuka kwa ufufuo na uzima. Kama hutawapata watu hao, hutapata uzao mpya, hutapata kizazi kipya. Utapata watu wenye utu wa kale na wanaishi maisha ya kale, lakini wanasema tumeokoka. Utapata wokovu wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe.